Amazing Science. Subscribe Nge Amazing TV. Nge Amazing Science. Radi ni nini? Radi ni mwangaza wa miale ya mwanga wa umeme inayotokea wakati wa ngurumo wa mvua ya radi. Radi ni matokeo ya nguvu ya umeme inayosababishwa na kutokuwepo mlingano wa chaji za umeme katika anga au kati ya mawingu kwa mawingu au kati ya mawingu na ardhi, ambayo huambatana na sauti. Mkondo wa umeme hewani huonekana kama mwangaza mkali. Mkondo unatoa pia joto kali, na joto hili husababisha kupanuka kwa hewa ghafla. Upanuzi huu huleta sauti inayosikika kama ngurumo. Radi huonekana kabla ya ngurumo kwa sababu radi ina kasi ya mwanga kuliko sauti. Radi kutoka mawinguni kwenda ardhini inaweza kuleta hasara na madhara kwa watu au vitu. Watu wengi hupigwa na radi na mara nyingi wanakufa. Radi husababisha moto kwenye nyumba au porini. Ni vigumu radi kuweza kuzuiliwa kabisa, lakini madhara yanayosababishwa na radi yanaweza kupunguzwa kwa kutumia mbinu zinazostahili. Radi inayolenga ardhi huelekea kuingia sehemu ya juu mahali inapopiga. Vifaa au mitambo ya kukinga radi, ambayo ni chuma zilizopo juu ya dari ya nyumba na kuchimbiwa ardhini kando ya nyumba, huweza kusaidia. Kama radi inapiga nyumba, itachukua njia ya haraka ya kufika ardhini, kwa hiyo itapita kwenye vyuma bila kusababisha madhara kwa nyumba yenyewe. Radi zinapotokea, unapaswa kuepuka vile vile, kwani radi huwa na madhara makubwa unapokuwa kileleni, kwa mfano juu ya mti, mlingotini. Lakini pia ukiwa ndani ya gari wakati wa radi ni salama, kwani vyuma hukusaidia kukukinga dhidi ya miale ya radi na kuelekeza ardhini. Ukiwa mahala pa wazi pasipo na kinga, unaweza kuchuchumaa, na huku sehemu ya mwili ikiwa imegusa ardhi na mikono yako katikati ya miguu. Kamwe usiwe ndani ya maji wala kuogelea wakati wa radi, na usisubutu wala kujaribu, kwa sababu maji ni kiungo muhimu cha kupitisha nguvu za umeme. Hii ni Nge Amazing TV. Endelea kuwa nasi kwa mambo mazuri kama haya, na usisahau kusubscribe chaneli hii kwa mafundisho kama haya. Hii ni Nge Amazing TV. Subscribe Nge Amazing TV. Nge Amazing Science.